Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu anakabiliwa na kesi nzito mahakamani. Benjamin Netanyahu anakabiliwa na kesi ya jinai inayomhusu kwa tuhuma za kutumia vibaya madaraka yake akiwa waziri mkuu ili kujinufaisha binafsi na kisiasa. Kwa ujumla, anatuhumiwa kupokea zawadi zenye thamani kubwa kama sigara na shampeni kutoka kwa wafanyabiashara matajiri na kisha kuwasaidia kimaslahi. Pia Netanyahu anadaiwa kufanya mazungumzo na wamiliki wa vyombo vya habari ili apate habari nzuri zinazomsifia, huku akisaidia kudhoofisha wapinzani wao wa kibiashara. Katika kesi kubwa zaidi, kesi 1400, anadaiwa kutoa upendeleo wa kiserikali kwa kampuni ya mawasiliano ili apate coverage nzuri ya kisiasa kupitia tovuti ya habari. Uzito wa kesi hizi ni kubwa kwa sababu zinahusisha makosa kama rushwa, udanganyifu na matumizi mabaya ya madaraka, ambayo ni makosa mazito kisheria. Hasa shtaka la rushwa linaweza kusababisha adhabu kali ikiwa akipatikana na hatia hiyo. Kesi hii pia ni ya kipekee kwa sababu ni mara ya kwanza kwa waziri mkuu wa Israeli akiwa bado madarakani kushtakiwa na kufikishwa mahakamani kujitetea. Hata hivyo, Netanyahu mwenyewe amekanusha tuhuma zote hizo na kesi bado inaendelea mahakamani, hivyo uamuzi wa mwisho bado haujatolewa. Wakili Amidi Haddadi alisema kuwa sababu za kiusalama zilizoelezwa kwa siri kwenye bahasha maalum iliyowasilishwa mahakamani na kwa upande wa mashtaka ndizo zilizosababisha kuomba muda upunguzwe. Upande wa utetezi ulieleza kuwa kutokana na muda mfupi waliwasilisha ombi hilo kabla ya kupokea majibu ya upande wa mashtaka. Katika hati iliyowasilishwa Jumanne, wakili wa Netanyahu Amidi Haddadi aliomba mahakama kusikiliza kesi ya Jumatano kuanzia saa 6:30 mchana hadi majira ya saa 10 jioni pekee, akitaja sababu za kiusalama. Hata hivyo, majaji walikataa ombi la upande wa utetezi la kuahirishwa usikilizwaji wa ushahidi wa kesi ya Netanyahu. Waziri huyo alifika mahakamani katika mahakama ya wilaya ya Tel Aviv kabla ya kuanza kwa ushahidi wake katika kesi inayomkabili tangu Oktoba 28 mwaka jana. Timu ya utetezi ya waziri Netanyahu iliomba mahakama ya wilaya ya Jerusalem kuchelewesha kuanza kwa ushahidi wake siku ya Jumatano, lakini majaji waliendelea kukataa ombi hilo na kuamuru kikao kiendelee kama ilivyopangwa. Katika ombi hilo, wakili Amidi Haddadi alisema kuwa kwa sababu za kiusalama zilizoelezwa kwa siri kwenye bahasha maalum iliyowasilishwa mahakamani na kwa upande wa mashtaka ndizo zilizosababisha kuomba muda upunguzwe. Kwa upande wa utetezi ulieleza kuwa kutokana na muda mfupi waliowasilisha ombi hilo kabla ya kupokea majibu ya upande wa mashtaka. Jaji mkuu Rika Ferdman akiwa pamoja na majaji Moshe Bar-Am na Oded Shaham walikataa ombi hilo. Baada ya kupitia ombi na nyaraka za siri, sijaona sababu ya kutosha kuahirisha mabadiliko ya tarehe ya usikilizwaji wa kesi hii, aliandika Ferdman, na hivyo kikao kiendelee kama ilivyopangwa. Uamuzi huo ulitolewa siku moja baada ya Netanyahu kurejea tena kutoa ushahidi mahakamani kwa mara ya kwanza tangu Februari 24 baada ya mapumziko ya miezi miwili yaliyosababishwa na vita vinavyoendelea vya Israeli, Iran na Marekani na kusababisha hali ya kiusalama katika eneo hilo kutokuwa rafiki. Kikao cha Jumanne pia kilikuwa cha kwanza kabla ya kufutwa ghafla kwa ushahidi wa Jumatatu, ambapo upande wa utetezi ulieleza kuwa kilitokana na ratiba ya usalama wa Netanyahu. Kikao cha Jumanne kilikatizwa mapema, lakini maswali ya upande wa mashtaka yaliendelea katika kesi 1400 iliyojulikana kama sakata la Bezek Wala, ambayo ni kesi nzito zaidi dhidi ya Benjamin Netanyahu kwa sababu inajumuisha shtaka la rushwa. Mwendesha mashtaka Yehudit Troshi alimhoji Netanyahu kuhusu ushahidi unaodaiwa kuunga mkono madai ya mkutano wa maelekezo kati yake na aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa wizara ya mawasiliano Shlomo Freiber. Kwa mujibu wa upande wa mashtaka, Netanyahu alitumia mkutano huo kumweleza Freiber kufanya maamuzi ambayo kumnufaisha Shauli Elovik aliyekuwa mmiliki mkuu wa kampuni ya Bezek, huku tovuti ya habari ya Wala inayomilikiwa na Elovik ikidaiwa kumpa Netanyahu taarifa zenye upendeleo mzuri. Netanyahu amekanusha kuwepo kwa mkutano huo na amekanusha tuhuma hizo zote. Wakati huo kulikuwa na maendeleo mengine nje ya mahakama
timu ya kisheria ya Rais Isaac Herzog iliwaalika upande wa utetezi wa mashtaka kuanza mazungumzo ya awali ili kuona kama wanaweza kufikia mazungumzo ya suluhu kabla ya mazungumzo ya kudumu. Mshauri wa kisheria wa Herzog, Michelle Shafil, aliwaandikia pande zote mbili Jumanne jioni akiwakaribisha kukutana katika makazi ya rais mjini Jerusalem ili kuchunguza uwezekano wa kuanza mazungumzo kwa moyo wa wazi na nia njema. Pia alieleza kuwa kushiriki katika mazungumzo hayo haimaanishi kukubaliana na msimamo wa upande mwingine kisheria. Pia alieleza kuwa kushiriki katika mazungumzo hayo hakumaanishi kukubaliana na msimamo wa upande mwingine kisheria, ambapo amesema hatua hiyo ni hatua ya awali tu ili kuona kama makubaliano yanaweza kufikiwa kabla ya rais kuamua kuhusu ombi la msamaha wa Netanyahu. Ofisi ya rais imekuwa ikisisitiza mara kadhaa kuwa Herzog anaamini juhudi za kufikia makubaliano zinapaswa kufanywa kwanza kabla ya kushughulikia ombi la msamaha. Kesi ya jinai dhidi ya Netanyahu iliyoanza mwaka 2020 sasa ipo katika hatua ya utetezi, ambapo waziri mkuu anatoa ushahidi kama mshtakiwa ambaye alishtakiwa tangu mwaka 2019 na amekana mashtaka hayo yote. Netanyahu alianza kutoa ushahidi wake mnamo Disemba 2024 na kuwa waziri mkuu wa kwanza wa Israeli aliyeko madarakani kusimama kizimbani kama mshtakiwa wa jinai. Kwa upande wa mashtaka ulianza kumhoji Netanyahu mnamo Juni 2025 baada ya miezi kadhaa ya maswali kutokana na utetezi wake. Netanyahu anakabiliwa na hati ya mashtaka inayojumuisha kesi 3. Kesi ya kwanza ni kesi 1000. Netanyahu anatumiwa kupokea zawadi za gharama kubwa zaidi kama sigara na shampeni kutoka kwa wafanyabiashara matajiri Anoni Milchan na James Pakel, huku akidaiwa kuwasaidia. Kesi ya pili ni kesi 2000 inayohusu mazungumzo ya madai kati ya Netanyahu na mmiliki wa gazeti la Yedoti Aharonoto Anoni Moses kuhusu kupata habari nzuri kwa kubadilishana na kuzoofisha gazeti pinzani la Israel Hayom. Kesi ya 4 ni kesi 1000 inayohusisha sakata la Bezeg Wala. Katika kesi 1000 na 2000 anakabiliwa na mashtaka ya udanganyifu wa matumizi mabaya ya madaraka, huku kesi 1000 inajumuisha pia shtaka la rushwa pamoja na udanganyifu wa matumizi mabaya ya madaraka. Mimi ni Yusufa Athmani na hii ni The Loyal Media.